Yes, Biblia inasema katika Isaya 30 mstari wa 15. Anasema nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Ngoja nikwambie silaha kubwa ambayo shetani anaitumia kuua vitu vingi sana vya watu, biashara za watu, ndoa za watu. Shetani kitu anachokifanya ni anakuondolea utulivu, ni anaichukua amani ya kwako. Biblia inasema katika Zaburi ya 16 mstari wa 11, anasema uweponi mwako kuna furaha tele. Kwa kitu pekee ambacho Mungu anampa mtoto wake anapompokea, au mtoto wake anayemwamini, huwa anampa amani, huwa anampa utulivu, kwa sababu anajua nguvu zake zinadhihirika zaidi katika utulivu wa mtu. Mtu anapokuwa mtulivu, ndipo nguvu ya Mungu inadhihirika. Nehemia 8:10, Biblia inasema furaha ya Bwana ni nguvu zako. Kwa hakuna ambacho unaweza kufanya kikafanikiwa ukiwa huna furaha. Niamini mimi, yoyote ambaye akupi furaha, chochote ambacho kikupi furaha kwenye maisha yako, kinazuia mtembeo wa nguvu za Mungu kwenye maisha yako, kinazuia hatua nyingine kwenye maisha yako. Kuna magonjwa yanapatikana kwa sababu ya kutokuwa na utulivu. Kuna magonjwa kama pressure, kuna magonjwa ya aina nyingi, magonjwa ya moyo yanapatikana katika nini? Hauko kwenye utulivu. Nakwambia leo, chochote ambacho kikupi utulivu, ondoka kwenye maisha yako. Mungu wako anataka uwe na furaha. Mungu wako anataka uwe na utulivu, kwa sababu ndipo nguvu zake zitazilika. Hiyo ndoa inahitaji utulivu, hao watoto wanahitaji utulivu, hiyo biashara inahitaji utulivu, chochote unachokigusa kinahitaji utulivu. Anasema the joy of the Lord is your strength. Furaha za Bwana ni nguvu zako. Anasema uweponi mwako Bwana kuna furaha tele. Daudi anatenda mambo yake katika upasavyo, kwa sababu furaha ya Bwana inakuwa ni nguvu zake. Lakini ndani ya uwepo wa Bwana kuna furaha. Kumbuka hili. Roho Mtakatifu akiingia ndani ya kwako, tunda lake la kwanza kubwa, akikupa upendo, anakupa furaha. Kaa kwenye furaha, muamini Mungu. Shalom.